Karibu sana mwanafamilia wa Taifa 360 kwa habari motomoto. Kama bado hujasubscribe, tafadhali bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe kisha bonyeza alama ya kengele uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa mara tu zinapokuwa ziko published. Nakuletea taarifa ambayo ni ripoti iliyochapishwa na Amnesty International. Amnesty International ni shirika la kimataifa lisilo la kiserikali linalojishughulisha na haki za binadamu. Lilianzishwa mwaka 1961 huko London, Uingereza, na mwanasheria anaitwa Peter Benson. Shirika hili lina zaidi ya wanachama na wafuasi milioni 10 katika nchi na maeneo zaidi ya 150 duniani kote. Lengo lake kuu ni kupambana na ukiukwaji wa haki za binadamu kama vile mateso, kifo cha mateso, kukamatwa kwa sababu za kisiasa na ubaguzi. Amnesty International wametoa ripoti kufuatia matukio yaliyotokea kati ya tarehe 29 Oktoba hadi tarehe 3 Novemba nchini Tanzania katika kile kinachoelezwa kuwa vikosi vya usalama vilitumia nguvu isiyo halali ya kuua wakati wa kukandamiza maandamano ya uchaguzi na wakati wa kuchukua maiti za wale waliouawa katika maandamano hayo. Amnesty inaeleza kuwa vikosi vya usalama vya Tanzania vilitumia nguvu isiyo ya lazima au isiyo sawia, ikiwa ni pamoja na nguvu ya kuua ili kukandamiza maandamano yanayohusiana na uchaguzi kati ya tarehe 29 Oktoba na tarehe 3 Novemba 2025. Hii ilionyesha kutojali kabisa haki ya kuishi na uhuru wa kukusanyika kwa amani, huku mamia ya watu wakipotiwa, kuuawa na kujeruhiwa nchini kote. Vikosi vya usalama vilipiga risasi za moto moja kwa moja kwa waandamanaji na watu wengine ambao hawakuwa tishio la karibu la kifo au majeraha makubwa. Walitumia silaha za moto bila kujali na hivyo kujeruhi na kuua watu waliokuwa wanapita tu, na kutumia gesi ya machozi vibaya katika maeneo ya makazi na hata ndani ya nyumba za watu. Katika mazingira ya kuzimwa kwa internet nchi nzima, maafisa wa usalama waliwafanyia watu mateso na matibabu mabaya mengine, kuwanyima waliojeruhiwa huduma ya afya, kuwakamata wengine waliokuwa bado wanahitaji matibabu na kuchukua maiti za wahasiriwa kutoka hospitali au mahala pa kuhifadhi maiti na kuzipeleka mahali pasipojulikana. Ingawa waandamanaji walifanya vitendo kama kurusha mawe, kuchoma matairi ili kuzuia barabara, kuharibu magari ya serikali, kuchoma ofisi za utawala au kuhudhuria maandamano na vijiti vya mbao. Katika visa vilivyoripotiwa, waandamanaji au watu waliopita tu ambao hawakuwa tishio walilengwa na nguvu ya kuuawa. Mamia ya watu walipotiwa kuuawa na kujeruhiwa nchi nzima. Mamia ya wagonjwa wenye majeraha ya risasi waliingizwa hospitali kati ya tarehe 29 na 31 Oktoba, ikiwa ni pamoja na vijana, watoto, wanawake wenye majeraha kichwani, miguuni, shingoni, tumboni, mgongoni na kifuani. Takribani maiti 70 ziliripotiwa zimekusanywa katika chumba kimoja cha kuhifadhi maiti na takribani maiti 10 katika eneo lingine. Amnesty International ilizungumza na watu karibia 35, ikiwa ni pamoja na waliookoka, mashahidi, wanasheria, wataalamu wa afya na ndugu za wasirika. Timu yao ya Evidence Lab ilithibitisha video 26 na picha 6 zilizochapishwa kwenye mitandao au kushirikiwa moja kwa moja. Amnesty inasema tarehe 29 Oktoba, Dar es Salaam Magomeni, polisi walimpiga risasi mume wa Maria, umri miaka 28, ambaye alikufa siku 2 baadaye kutokana na polisi hawakutupa gesi ya machozi, walitumia tu risasi za moto.
Kisa kingine ni Goba, Dar es Salaam. Paulo Kingi alipigwa risasi mguuni nyumbani kwake na watu wenye silaha wanaodaiwa kuwa maafisa wa usalama. Tarehe 30 Oktoba, karibu na soko la Sirare, polisi walitupa gesi ya machozi kisha wakapiga risasi na kuua mtu mmoja na kumjeruhi mwingine kichwani. Lakini pia kule Arusha, mwanamke aliyeshika kijiti cha mbao alipigwa risasi ya kifua alipokuwa anakimbia, akaanguka na damu ikatoka kisha kufariki dunia. Lakini pia karibu na shule ya msingi ya Tabata, Dar es Salaam, vikosi vya usalama na wanaume waliovaa kiraia waliwatesa wahasirika kwa kuwalazimisha kunja chini, kutembea wakiwa wameinama au kukaa barabarani, huku wakipigwa na kupigwa teke na kuburuzwa. Lakini pia maiti zilizochukuliwa kutoka hospitali kama hospitali ya rufaa ya Tunduma, maiti ya Stefano China ilitoweka baada ya polisi kuichukua, na Dar es Salaam maiti ya Daudi Ndome haikupatikana kabisa. Mtaalamu wa patholojia alipitia picha na video na kuhitimisha kuwa majeraha yalikuwa ya risasi za kasi kubwa kutoka bunduki za kijeshi. Vitendo ambavyo vikosi vya usalama vilifanya ni kupiga risasi za moto bila kujali kwa watu wasio na tishio, kutumia gesi ya machozi vibaya ndani ya nyumba na maeneo ya makazi, kupiga, kutesa na kuwanyima huduma ya afya waliojeruhiwa, kama kuwapeleka kuhojiwa huku wakivuja damu, kuwakamata waliojeruhiwa hospitalini na kuwaweka chini ya ulinzi kwa mashtaka ya uhaini, kuchukua maiti kutoka hospitali ili kuficha ushahidi. Vurugu ambazo vikosi vya usalama viliwafanyia waandamanaji na watu wengine waliokuwa wanaendelea na shughuli zao za kila siku zilikuwa za kushangaza na zisizokubalika. Agnes Karamad, katibu mkuu wa Amnesty International, alieleza. Hata katika kifo, wahasirika hawa wa ukatili wa polisi hawawezi kupumzika kwa amani. Amnesty International inatoa wito kwa mamlaka kurejesha mabaki ya wote waliouawa katika maandamano na baada yake kwa ndugu zao kwa mazishi yanayostahili. Matukio haya yalitokea baada ya uchaguzi mkuu wa 29 Oktoba 2025 ambao ulikuwa na utata mkubwa. Upinzani ulidai udanganyifu na maandamano yakazuka. Serikali ilikuwa imeanzisha mazingira ya uhofu na ukandamizaji kabla ya uchaguzi, ikiwa ni pamoja na mauaji haramu na ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa kuzimwa kwa internet na umeme. Mapendekezo ya Amnesty International ni uchunguzi wote uwe huru, wa kina na usio na upendeleo, kuwajibisha wote walioamuru au kutumia nguvu haramu bila kujali cheo chao, kutoa majibu haki na fidia kwa familia zilizoathirika, kurejesha maiti kwa mazishi yanayostahili. Kwa maelezo zaidi au ripoti kamili unaweza kutembelea tovuti ya Amnesty International. Hii ni Taifa 360. Karibu sana na uendelee kubaki ili uweze kuendelea kupata taarifa moto na za moto kweli kweli.